Hello, jina langu naitwa Kantoroke hapa, aka Nimekumind. Niko na mke wangu anaitwa Rosta. Karibuni Gavo Media. Tupo katika kipindi kinaitwa The Couple, na nina imani mnahitaji kujua mengi sana kuhusu couple yetu. Mutayajua. Let's go. Azizi. Mahabuba. Nyonga mkali. Ambie. Safi. Leo tupo Gavo hapa sasa. Naona uko unashangaa tunaenda wapi? Naambia twende. Yaani umejua kuni surprise. Unajua tena vitu vingine kama hivi. Mkiambiwa ganye mapema mnakuwa mna mambo. Maana mnatakiwa msurpriseiwe. Nitakuja kuniua. Lakini kabla ya yote bwana mke wangu. Unaona hiki? Unaona hapo ni maswali hayo. Maswali hayo. Wametuuliza wananchi wanataka kujua. Kwa sasa naomba tuwajulishe wananchi. Wananchi, tunawajulisha bwana kutokana na maswali yenu mtakao mliotuuliza tutawajibu. Bwana hapo kitatasi chako wewe bwana mke wangu. Kina rangi ya pinki, usiguse cheupe. Cheupe ni maswali yangu mimi. Sawa. Nakusikiliza. Nianze mimi. Wewe anza tu, nitafanyaje? Ladies first. Ila baby. Bro, juisi Wewe mwenyewe unataka. Nataka na yeye. Poze kwanza makoo. Wanataka sema bwana ficha. Mimi sina kujuaga. Ni tamu sana. Tamu? Ila haikufikii wewe. Nataka nishangae una bahati Nimekumind. Nilijua tu ndio maana nikajia mapema. Aya, nianze. Nikikuuliza kitu gani ungetamani nikufanyie, kitakuwa kipi na kwa nini? Yaani hebu uliza tena. Nikikuuliza kitu gani ungetamani yani mimi nikufanyie wewe, kitakuwa kipi na kwa nini? Swali gumu. Kitu ambacho ningetamani unifanyie. Labda tu ni kuzidi kuniheshimu mke wangu. Na kwa nini? Kwa sababu nataka tufike mbali yani chote hivi. Ndio kitu ambacho nataka unifanyie. Yani uzidi kuniheshimu, respect kama mwanaume yani. Na kwa nini? Na kwamba yani kwa sababu nahitaji tufike mbali yani. Kwa sababu ni hivyo yani short. Ni hicho tu. Ni hicho, kwani wewe unataka nini? Bwana unataka nini? Mimi najua lakini basi. Twende. Kwani kitu gani? Basi, si umesema ni hicho. Sio siri. Mimi nitakuwa na kuheshimu tu. Ndio unachopenda. Umeshasema hicho. Na wananchi hapa wamesikia. Eti simesikia wenyewe. Bana inatosha hivyo hivyo. Haya twende. Kitu gani unakithamini sana maishani mwako? Ndio swali limeisha. Kitu gani unakithamini sana maishani mwako? Hilo swali natamani kama ungelijibu mwenyewe. Ndio nimekupa wewe. Wananchi wamesema ujibu wewe. Yaani shida yako tu ili niseme na kuthamini wewe. Unaanza mwenyewe ukisema hivyo. Mimi sina kujua. Mimi nakuthamini sana wewe mume wangu na wewe mwenyewe unajua, si ndio? Bwana niulize. Nimefurahi kwa jibu lako, ndio maana mimi nakupenda. Kwa sababu yani kwa jinsi ulivyo na kunithamini mimi na ninavyoona. Bwana nakupenda. Asante sana kwa kunithamini mimi. Nilijua utasema unathamini kula. Mimi nakula wapi na wapi?
Sio na umegongea juisi hapo nimekuwa. Afu umenikumbusha. Endelea lakini. Nishika. Nilishasahau. Shushe makoki. Haya. Ni mimi. Nikachukua cheupe hapa. Hatajichanganya, ukijichanganya Haya nakuuliza. Unadhani ni sifa gani muhimu mtu anapaswa kuwa nayo ili mahusiano yawe imara? Sifa muhimu. Sifa muhimu ni naniliu, si ndio ile ambayo nimesema ni kuheshimiana, yani hasa ni heshima na nidhamu kwenye. Hasa nadhani hivyo ni heshima na nidhamu na upendo wa kweli. Hiyo ndio sifa ambayo unatakiwa uwe nayo katika mahusiano. Unaona? Mahusiano yanafanya na kweli imara. Ndio maana hata wewe mahusiano yetu yana muda mrefu sana kwa sababu uko hivyo. Kwa hiyo ni hivyo, kwa hiyo sasa sio ni kingine zaidi. Bahati yako singenisifia hapa. Ningekumind. Sifie wewe tena. Mtu tena. Hapo. Ni sifa gani ninayo inanifanya niwe mtu wa kipekee kwako? Ni sifa gani ninayo inanifanya niwe ni mtu wa kipekee kwako? Sifa ambayo ninayo mimi afu inanifanya niwe ni mtu wa kipekee kwako. Ndio nataka kusikia hicho. Na wananchi sio mimi. Hutaki. Mimi nataka kwa sababu yao. Sifa ambayo unayo wewe. Yaani una sifa nyingi sana. Wewe, naanzaje kukuzalisha mbele za watu? Sema tu lakini kama nina mbaya pia waambie. Angalau waweza kanishauri. Niambie, waweza kanishauri bwana hiyo sifa hiyo bwana. Chana nawe, niambie. Hautani mind. Nakumind nyumbani. Sio. Ndio hicho sasa ninachokuopa. Sikumind mwanamke wangu waambie. Sifa gani? Yaani sifa ambayo unayo wewe ni ya unaona wewe kwa kweli ya kipekee. Yaani mimi nisemaje? Ila tunapenda ni vile. Yaani kwangu umekuwa ni mwanaume kipekee ni vile tunavyoishi yani. Sifa, tunataka sifa. Sasa si ndio hivyo yani sijui nisemaje. Yaani sifa zako au hivi sio sifa navyoelezea? Mimi tunataka sifa tu ambayo inanifanya mimi kwako ni wa kipekee sana. Yaani ucheshi. Kwanza. Yaani tunavyoishi yani hata yani ya uboi yani una ule ucheshi. Yaani sijui nisemaje. Nashindwa kuelezea ila umenielewa, si ndio? Yaani tunaenda vile sawa sawa, yani una sifa fulani hivi ambazo wanaume wengine yani hawana. Ndio maana nimekuwa wa kwanza kwako. Kwa sio kwanza ngekutana na wengi. Jamani. Sifa kama zingekuepo eti. Niulize. Haya. Ni kitu gani huwa kinakukera toka tuanze mahusiano yetu mpaka sasa na hujawahi kuniambia? Yaani na hujawahi kuniambia ni kitu gani yani ambacho kinakukera? Hapo nilitamani waulize hata vitatu moja da. Ya kawaida tu bila kitu sana ambacho kinanikera nasije kukwambia na cha kawaida. Ile ni kipi hapa ambacho tutakuwa kinafaa kuangalia wewe katika vitu. Bwana mkiangu kitu ambacho kinanikera katika yote bwana, katika yote vile vitu. Sometimes una ndoto zako zile tukilala zile kaeleweka za kunipiga. Siji na kwamba una shida. Ndio hicho. Yaani kile tu ndio kinanikera kiko. Tukilala sometimes ndo maana nakukopa kwepa. Na ndoto zako afu wajidai kama mara umenisukuma nimedondoka chini mara hiyo. Ndio kitu kinachonikera. Na sikwambia naona kawaida. Wewe usiseme uniambiage wakati unaniambia. Sema kile kilicho ndani ya moyo wako ambacho yani hujawahi kuniambia. Hicho si unaniambiaga kila siku mama swala ya nini ya mandoto. Alafu umeshaanza kunizalilisha hapa mbele ya wananchi. Sasa sio umetaka wajue. Nafikiri kama inataka wajue.
basi sema hicho ambacho hujawahi kuniambia. Lazimisha. Ndio nataka useme. Waga upendi tu nenda nikiraga kiukweli. Nyingi upendaji. Unanikeraga huko. Sema naona. Hiko ndo kitu kinanikera bwana. Kwa nimeficha umetaka mwenyewe. Jamani, kumbe ndio hicho. Ndio hicho wewe unakwambia. Sasa ungejua kama hicho si bora hata usingesema. Umetaka mwenyewe, utaki tu tupige ope za kutosha. Kayope za kawaida tu. Kwa hiyo hicho ndo kinakukera mpenzi wangu. Kikweli kile kinanikera, nikiwa kama mwanaume kamili, rijali mume vile. Sasa mimi nakuwa nimechoka kazi za nyumbani hivyo. Sio singizio. Kwa nini mwenyewe sinafanya makazi tena za kwa na zangu na kazi kuliko nikasuti mara maana na watu mara huyu unamwambia kisha nielewi. Sasa wewe si mwanaume. Mimi mwanamke. Sasa wewe mwenyewe usijitetee sana. Mimi ndo nimekwambia bwana kitu ndio iko kinanikera. Kwa hiyo kama utajiongeza haiwezekani mwanaume. Kujiongeza hapo ndo mtihani. Kidogo kipengele. Yaani mimi ndio maana sikukwambia. Nikukwambia kwa sababu najua tutakuwa hayo. Ndio maana nikukwambia. Unajua itakuwa mabishano. Manga naona mwache tu. Kinajua mdogo tutampuza. Wa kwanza kwa nini shida? Sawa basi mimi nitajirekebisha, nitakuwa na nguvu kama wewe, tuende sawa sawa. Nakupa zawadi ya juice. Kunywa juice kidogo. Najua unaitaka wewe. Swali lako nimelijibu zuri. Fresh. Kitu gani usingependa kujua kuhusu mimi? Kitu gani usingependa kujua? Mimi kuhusu wewe nisingependa kujua ni kama unanichiti. Lakini natamani kujua. Yaani natamani kujua lakini sitamani kujua. Lazimia. Ndio maana nimesema natamani kujua lakini sitamani kujua. Hata hivyo sikuchiti mke wangu, sikuchiti. Sikuchiti bwana. Usijizime data hapa. Wewe uko peke yako bwana, nani mwingine atakuja atakusikia. Usitaki kuongea hapa mbele ya wananchi ili waseme Jamani, nitulia. Mimi ndio mwanaume wa kwanza duniani ambaye sichiti. Niko na huyu tangu niko naye ndio huyu. Kwa hiyo nyinyi mnaonifuata DM. Sahauni kuwakubalia. Yaani mjue kama nitakubalia sahauni. Mbona kitu iko mke? Jamani, anachokisema hapata sio kweli. Yeye mwenyewe anajua. Sasa nikwambie kitu. Unamjua Vanessa? Vanessa si mwigizaji wangu ule. Wewe unamjua Vanessa? Wewe jibu ndio au hapana, afu nikwambie. Sasa si mwigizaji wangu nisimjue vipi? Sema unamjua Vanessa umjui? Namjua. Unamjua. Sasa nikwambie. Nikwambie kuna siku nilichokiona afu nikakaa kimya, sio unajua tena mimi nilivyokuwa na kifua. Niachane nayo. Jamani nimemsamee. Mwisho akani mind. Saizi mimi. Vanessa. Je, kitu gani bado unahisi sikielewi kuhusu wewe? Kitu ambacho nahisi ukielewi kuhusu mimi. Bwana mimi nikiangalia naona vitu navielewa kwa sababu sijaona kitu gani ambacho ukielewa. Kwa sababu mimi naona vitu navielewa. Ndio maana tupo. Sasa kwa kitu ukielewi kuhusu mimi, labda niko tu ambacho nimekuambia hiko. Tunaona ukielewa. Mimi kwa unaelewa mimi natakaje kwenye mazingira yetu yale kwa nyama. Kile naona kile naelewa. Mbona umekazania sana hicho? Unaonekana muhimu sekta muhimu kwa mwanaume ndio hizo. Ndio kizingatiwe. Zingatia katika sekta kama hizo. Usichanganye message. Hapo ndo sikuelewi. Kwa hiyo ndio msikuelewi, lakini nakupa muda kwa sababu bado nakufua.
Mdogo. Bwana hiyo sehemu simuelewi kweli, lakini namfua bwana, namfua kwa sababu mimi ndo wa kwanza. Kwa hiyo ukiwa sehemu ndo wa kwanza, kwa hiyo inabidi umfundishe mzio mdogo. Lakini tu Mungu atusaidie usije ukawa unanifundisha alafu nikija kujua au basi. Endelea maana hapo kama umenishtua hivi. Mna bana kutania. Usishtuane moyo. Nakutania shaona hapo umeanza kunimind. Hapana, mimi mtoto watu mtulivu katika nchi. Najinywa juisi yangu. Ngoja na mimi nijinywe juisi yangu. Alafu mtenda kubiliziana staki. Fanya. Jamani mimi nasubiri mmoja. Mbona tunakwenda? Akunywa basi, ukinywa wewe basi mimi nitakunywa. Basi nanywa mimi. Shule onekana uko. Afu karibu unamaliza. Kwa muigiaji. Sasa mimi sinanywa kiume. Ninywe mimi sana wewe unaleta kujibana bana mbele wa naniliu wa wananchi. Kwa hiyo wewe nyumbani ndo una nanili. Acha basi mambo yako. Nishi hapo. Haya basi sawa. Swali ni kwa nini mwisho wewe? Jambo gani nilikufanya uhisi kunyanyasika kwa ajili yangu? Yaani jambo gani lilikufanya wewe uhisi unanyanyasika kwa ajili yangu? Jambo bwana, habari nzuri sana. Usinichekeshe. Unajua nataka kusema nini? Hiyo nini umesema? Endelea. Haya. Jambo ambalo nifanya nihisi kunyanyasika. Ni hicho unachosemea hicho nanilia hicho cha nini? Mimi basi ni unavopenda nini vingi. Nisiongee. Ngoja niongee taratibu. Unavopenda kufanya vingi, yani nahisi unanyanyasa. Nikikwambia vile afu nikwambia nimechoka afu nielewi. Nahisi kama unanyanyasa fulani hivi. Kwani ni mimi basi? Sometimes kwa sio mimi. Kuna ile nini? Unajua mtu ukiwa pale na kwa sio wewe. So ila kweli. Kwa sasa takiwa. Ndio hivyo, jitahidi bwana, na pole kwa hilo. Ndio hivyo, na wewe jitahidi ili nisijisikie kama nanyanyaswa. Tajitahidi. Lakini hapo kwa ngumu. Tanisamee. Eti jamani, jitahidi katika mambo haya. Hakuna. Jamani, huyu kijana msimuone hivi. Jamani. Yaani acha tu. Uliza na kusikiliza la Azizi. Nimekuuliza. Ni mimi. Ukisikia neno mapenzi, nini huwa kinakujia kichwani kwako? Kiukweli mwanamke wangu nikisikia neno mapenzi. Nisiwe mnafiki bwana. Nikisikia tu neno mapenzi wake kinanijia naniliu tu mazingira ya yope tu kinanijia ghafla. Cha kwanza. Sababu mapenzi yope ndio kila kitu. Yope nini? Mambo yetu yale kitandani. Ndio kinakujia hicho. Nikisikia tu neno mapenzi. Hakuna kingine? Kingine hamna, mimi kinanijia iko tu. Hivi ngoja kwanza nikuulize tena swala la kizushi. Hivi mapenzi mtu akisema yani akizungumzia mapenzi. Yani akisema neno mapenzi unafurahi. Fasamu hapo. Mapenzi ni yani lazima yani iwe ni kufanya mapenzi au kwa mimi ninavyojua yani mapenzi kuna yani mapenzi upendo yani sio mpaka kufanya nini upendo yani japokuwa wewe kwa jinsi unavyopenda nikisema mapenzi yani unahisi ni kile kitendo, lakini kwa mimi ninaona mapenzi yani sasa hapo si mazingira mpaka mapenzi yanategemeana na mtu, sababu kuna mapenzi ya mtu na mtu. Sasa mimi naweza nikaa
mapenzi na ndugu yangu. Nampenda. Sababu mapenzi ni upendo tu. Yaani tukizungumzia mapenzi ni upendo. Bana na mapenzi sana na ndugu yangu. Na mapenzi sana na mama yangu. Sawa? Kwa hiyo inategemeana na mtu na mtu. Kwa hiyo mimi moja kwa moja kama ukizungumzia mapenzi bila kunimalizia mapenzi yao na nani, inakuja moja kwa moja mazingira yetu yayo. Kwa hiyo ukisema ukiwa unasema kwa mfano upo na marafiki zako labda unapiga story, unawaambia mapenzi sana na mke wangu, unakuwa yani au hapo ndio sasa yani hapo sasa ndo mtu kamaliza sentence. Na mapenzi yani kwamba anampenda sana mke wake vyote vile kihali yoyote, sawa. Na mapenzi sana mke wangu hapo kama amemaliza, lakini na mapenzi sana yani no wewe sema na au ndio maana ukirudi nyumbani ukiwa unataka unaniambia na mapenzi sana na wewe. Uongo sindete mimi ndakwambia hiyo. Tolewa bwana Mungu. Jamani natamani niseme ila ngoja tu niache sijaka ni mind. Wewe waambie tu. Niwaambie. Basi mimi ananiambiaga na mapenzi sana na wewe. Amna bana ni utani tu. Ananiambiaga kwa namna nzuri kabisa. Wewe ni mke wangu, lazima kuna baadhi ya sauti au baadhi ya slay tuzitenganishe. Za kazini za ndani za kutaka chai yani hivyo. Sahi. Swala lako limejibika vizuri. Nini huwa kinakufanya uamini kuwa nakupenda? Yaani kitu gani wewe kinachokufanya wewe unaamini kuwa Katoroki ananipenda sana? Yaani kwanza kabisa yani jinsi unavyonisikiliza kama simu. Unanisikiliza sana. Yaani hata kwenye yale mambo ambayo yani sijategemea. Yaani hata kwenye mambo ambayo sijategemea nikikwambia yani nakwambia tu najua uwezi yani kunisikiliza lakini wewe unashangana kusikiliza. Yani nakuwa na enjoy sana yani. Ila kwenye swala la kuniambia mimi nipunguza yope hapo sitokusikiliza. Tutaenda saa. Mimi nimekuelewa. Sasa nitafanyaje ndoa nimeitaka mwenyewe. Sasa umenijibu vizuri, nimependa. Ni kweli. Naulize Je, ni jambo gani unatamani sana nifanye kwako na sijawahi kukufanyia? Jambo ambalo natamani sana ni ufanye kwangu. Bana. Ngoja kunifanyia. Au yote nimemaliza? Kiukweli yani mengi sana umemaliza. Yani nikisema nifikirie kwa haraka ni kwamba mengi sana umefanya, lakini tu tunarudi pale kwenye kile kitu. Kile kitu tunarudi pale kwa sababu pale ndio naona natamani ufanye sasa kwa ajili yangu. Sawa. Kwa hiyo yani hapo inaonekana mimi shida yangu kubwa ndio ipo hapo. Kiupande wangu. Upande wangu. Yani upendaji sana tu. Fanya hilo natamani sana ufanye. Ukifanya hilo nakuja nawaambia hapa wananchi bwana amefanya. Serious nakuja naambia bwana amefanya kile kitu sasa. Kwa hiyo hakuna mengine. Yani hicho ndio kilikuwa kilio chako, yani inaonekana ndio hivyo kilikuwa kilio chako yani. Ile sasa kwani ulikuwa unashindwa kuniambia? Yani ndio unajiuliza. Maana yake hapa kila nani ninachokuuliza hapa lazima na hicho kitakuwepo. Ni kweli kwa sababu ndio nimeona sehemu ya kusema hii. Ndio sehemu yenyewe. Ukinikatalia hapa wananchi wajue umenikatalia kitu. Na wakikutana na wewe njiani wakuseme, "Usifanyie hivyo wewe tunakumind."
Kwa hiyo ni hivyo mwanamke wangu, ni hivyo. Sawa. Mimi nimekuelewa. Elewa. Ni jambo gani haulipendi kuhusu mimi ila unalivumilia? Sema kweli. Semaje? Ila nalivumilia. Yaani nalivumilia afu sikwambii. Kwa maana hapa inabidi tu nikwambie. Niambie. Mimi kusema kweli jambo nisilolipenda kutoka kwako na linanikera. Yaani kitendo cha nyumbani kuna kingamuzi, alafu wewe unanyenyua ngola zako, unaenda kuangalia mpira huko. Yaani hicho mimi ndio kinanikera, kinanichefua. Yaani leo ndo nimekuambia. Sasa unajua mimi napenda attitude zile. Sasa nyumbani kuna kitu gani mtu mwenyewe niko na wewe? Wewe mpira uangaliagi. Sasa lakini ukiona mimi sina kukupa kampani kidogo. Kampani gani unazonipa wewe babu? Usichanganye kwenye mpira. Hivyo. Mimi nikiona wewe umeshangilia na mimi nashangilia. Una kampani. Nikiona umekaa na huzuni na mimi nakaa na huzuni. Ila kiukweli bwana mke wangu kwa jambo hilo. Sababu unajua mpira unataka attitude. Unapokuwa na wenzako mnakaa mnaangalia, lazima makelele fulani mnabishana hivi nini fresh mara nini hivyo. Babangu. Nimekuelewa. Hapo nyuma unakumbuka nikasema napenda sana unanisikiliza. Jamani wananchi. Huyu kijana ananywa juisi, utajua mwenyewe. Leo tunywe juisi. Huyu kijana leo nasema mbele yenu, namuomba asiwe anaenda kuangalia mpira kwenye vibanda umiza. Yaani mimi hicho kitu kinaniumiza sana. Kwa sababu nyumbani kuna kingamuzi. Mpira, yani mpira wote akitaka unakuepo hivyo. Kwa hiyo anavokuwa anaondoka na niacha mimi nyumbani peke yangu, ni kile kitendo kinanikera. Unakuta mtu umemisi, ametoka kazini, anafika, anaoga, anaenda tena kuangalia mpira. Yaani hicho mimi kitendo sikipendi. Bwana. Nimekusikia. Utalifanyia kazi. Nikiona comment zimefika 100. Mpaka zifike 100. Wewe mimi nimeshakusifia, nimesema hapa unanisikiliza. Basi nashusha comment zikifika 90 hivi. Comment moja tu inatosha. Basi sawa, kwa vile hujai kuniambia ndo unaniambia leo. Na wewe basi tufanye swala langu. Ulifanyia kazi swala langu shukrani. Swala lile. Mimi mbona sijakataa? Mimi nimekubali, mimi sijakupinga. Basi na mimi nitakufanyia kazi swala lako. Basi sawa. Kama nakupenda. Na mimi nakupenda. Yako kama vile akili. Lakini kumbuka mwenyewe ndio umenibana. Alafu sasa unanisema. Hamna bwana. Sawa mume wangu. Ni mimi. Ni matarajio gani ulionayo kwa uhusiano wetu katika siku zijazo? Ni matarajio gani ulionayo kwa uhusiano wetu katika siku zijazo? Matarajio nilionayo kiukweli na imani katika siku zijazo. Hapo matarajio nilionayo kwenye baba kitumbo nde hata yule mmoja vishiti tunapita. Yaani matarajio yangu ni hayo. Yaani sasa ni hayo bwana. Siwe mnafiki, sasa ni hayo. Yaani matarajio yako wewe umuite baba, alafu na mimi muite baba nani? Acha kunichanganya leo, hujaelewa. Mimi sijaelewa. Hata watu nadhani hawajaelewa. Matarajio yangu bwana kiukweli jamani, matarajio yangu kwa ile swali ambalo ameniuliza ni yutwe baba, yaani kwamba mtoto kwenye mazingira ya mtoto hapa fresh. Ni hicho. Ni matarajio yangu. Au mwezi wangu. Si mwezi wa 5. Basi tuendelee. Kumbe nishajua.
Swali lako nimekujibu vizuri. Ni umenijibu vizuri, lakini nishajua kwa nini huwa unapendaga vingi. Nishajua. Kumbe ndio lengo lako. Sasa ungeniambia tu. Nimekwambia usiofu. Ai, si kiss. Bwana. Kipi huwa kinakukwaza kwa namna yoyote ile kwenye kazi yangu? Sijui ukasema unawashika wanawake kwenye simu. Chana nayo. Kwa sababu ile ni kazi. Fanya vingine. Kitu gani kinakukwaza tofauti na iko? Usiseme tofauti na iko. Mbona usiseme iko? Kwa sababu nakwambiaga unichukue hata mimi utaki. Watakubeba. Wewe kuna watu. Sasa watanibeba nani? Kuna mabedeje wana hela kinoma. Wewe. Tupo na wewe. Hapo watanibeba nani? Alafu isitoshe mimi nakupenda wewe. Na mwenyewe unajua. Kwani ile account yako siku ukisema uhaidi kila kitu mimi na maana nikikuposti lazima nikutagi ili angalau watu kule juu hapa. Haya, account yako kule madm yakianza kuja mapedeje manini hapo wakikudanganya. Acha kunichanganya sasa hivi. Ongea kingine. Niongee kingine. Iko mimi sikubali katika maisha. Sawa, lakini hicho kinanikwaza. Si masuala ya kazi bwana. Hata kama kinanikwaza, punguza kidogo. Basi nitajitahidi. Sio utajitahidi. Mimi nimekusifia hapa unanisikiliza wewe. Si ndio hivyo nakusikiliza. Sasa usiseme utajitahidi. Sema sawa mke wangu nimekuelewa. Sawa mke wangu nimekuelewa. Utapunguza. Jamani. Mimi na wivu. Bwana. Lakini kitu kingine kinachonikwaza. Mnatoka kushuti huko na wenzako kundi la watu 10, 20 mnakuja nyumbani bila taarifa. Yaani hicho kinanikwaza. Wewe mwenyewe unajua. Hicho kinanikwaza sana. Yaani unakuja na kundi la watu pale. Afu ugali mimi nimepika ni watu wawili. Sio fungu yangu. Unajua sometimes unakuta uwezo kuonyesha watu roho mbaya, umeona? Na uwezo kuonyesha watu anda wakaona kwa ujamaa iko hivi. Kwa inabidi afu sasa ukiona watu ambao mnasapotiana kwa usomishi yoyote ile mbaya, japokuwa kuna wakati inatakiwa kweli, lakini ndio hivyo. Sasa hivi lakini nitakuwa nakupigia simu mapema basi. Hicho ndio cha muhimu. So unafika pale kwanza unaniaibisha. Yaani watu kwa sababu wanafika pale watu wapo 20, wapo wangapi afu mimi naandaa ugali kapo hivi. Hivi jamani kweli unanitia aibu afu ugali na nini? Sukuma. Gana dagaa. Ugali na kachumbari na dagaa. Unanitia aibu. Sawa. Napendaga ugali wako na maana waletaga watu na kunipikia. Nalitaga watu kusudi ile waone mwanamke na mwachia la afu iko kitu tande sawa kuongea iko kitu pia. Hela nyingi sana kutaka vitu vidogo. Kwa maana hiyo mimi hela nyingine labania. Kwa basi. Sasa ndo nitaka nikwambie hivyo ushasahau hapa. Tuambiane. Mpeano nacheza huko mimi sasa mimi nifanyeje? Bwana nitafanya nini? Sina cha kuongea. Hauna namna hapo, itabidi tu ukae kimya. Anauliza. Je, ukigundua na mawasiliano na ex wangu nini utafanya? Swali rahisi sana. Ndio ulijibu hapo. Watu wakusikia. Kwani una ex? Ndio sasa ndio ujibu, usiniulize. Una ex kwani? Wana kumjanganya. Ndio bana, huyu hana ex. Labda tu umbea wake atafute mwanaume mwingine, lakini kwa ex hana. Kwa sababu mimi ndo wa kwanza.
nimemkuta kama nimemkuta, nadhani nikisema wa kwanza mmenielewa jamani. Kwa hiyo hana ex. Kwa hilo swali mmedunda. Labda yeye mwenyewe tu mambo yake. Ni sawa. Umejibu. Ila kama ingekuwa kweli ndo kufanya ndo una ex afu nimegundua una mawasiliano naye. We. Cha kwanza nisiwe mnafiki, nitatumia tu wanaume wangu wa kukuonya kwa sababu najua watu wanateleza nini, nitakuonya. Nikiona bado unaendelea nitakuacha bila kukuonya kwa sababu sishagundua nimekuonya afu bado unaendelea. Nitakuacha bila kukuonya. Ila nikigundua sasa au nikija nikikukuta naye, umeona, yani nikikukuta naye kokote pale, kwa sababu najua si hujazaa naye, kwa sababu tufanye kama ndo hujazaa naye kote pale, ninaachana naye kwenda kwa ex wako bila taarifa, yani naachana naye kabisa kimya nazima tata. Basi wewe unipendi. Sasa mimi ndo sikupendi au ambao umeenda kwa ex wako? Wewe unipendi. Uko unanipenda mimi usingeniacha hivyo. Lazima nikuache kwa sababu sishakupata mara ya kwanza nimekugundua ndio. Nikwambia bwana achana na mambo. Nimekuja kuangana tena nikwambia bwana achana na mambo. Nikija nikikuona sasa ile yenyewe na prove ile yenyewe ex wake yule yeye yule pale. We. Kondo kimya. Kila mmoja kon. Shangaa nimefunga mlango. Sasa na mimi nikukute. Kwa mimi utonikuta. Haiwezekani, si ndio? Ngumu sana swala. Na ikitokea nimekukuta naye nijue tu ni mfanya kazi mwenzako. Upo kazini. So ujue ni hivyo. Wengi sana kwa ni wanangu sana wafanya kazi. Alafu wewe nadhani unajua. Mimi mwanamke ambaye sio mpenzi wangu mara nyingi namfanya mwanangu sana, yani mwanangu sana. Unajua nini mwanangu? Mwanangu sana. Wewe ni aje mwanangu sana hivyo? Mwanangu sana afu mna acha kuweka fikra hizo. Unataka kuweka fikra hizo hasa kwangu. Au sio? Mimi wewe uko peke yako. Short. Ndiye mwenyewe sinakuacha. Unasoma mwenyewe. Dem Suzana unazisoma na wengine unajibu wewe. Au futagi kweli zingine? Nifutie nani mimi? Sina muda huo. Hauna muda kabisa. Niko peke yangu. Kweli uko peke yako. Nijiamini. Wewe jiamini. Wewe mwenyewe unaona aibu hapo. Aibu gani naweka uso sawa maana kana kama umepinda hivi. Ila sio mbaya. Changamoto gani ya mahusiano yani kubwa uliokutana nayo katika maisha yako? Changamoto ya mahusiano. Sasa hapo ndo na wewe. Gani? Kumbuka kipindi mimi, lakini afu nakumbuka. Afu una ex. Sababu wewe nakutana na wewe ilikuwa kuna kajamaa kimoja umeachana nako, lakini bila mjafanya chochote. Nilifanya hivyo. Jamani. Mbona tuna nigeuka mbele ya umati? Kama nimekumbuka hivi. Sema kale mimi ninachofanya ni kwamba tu hamjafanya chochote basi. Ila kale nika ex kako kale kumbe. Bana mimi sina ex. Kana kuja hivi kama kwenye ex kanakaa japokuwa hajafanya chochote. Yani kama kanakuja afu kanakataa. Hawaje kupa changamoto yote mpaka ukaje kwangu. Hapana. Mbona hujampa bahati yote? Kwa sababu bahati umenipa mimi, bahati yeye hujampa. Mimi kwa sababu mimi kwanza mimi nilikuwa nataka mtu sahihi. Na ndio maana nipo na wewe mpaka hii leo. Tunaendeleza gurudumu. Ndio kimbaki hicho kimoja tu. Kuna nili na kuna nili. Basi. Sawa bwana. Nimeridhika kwa jibu lako. Sio mbaya. Angalia mwana. Nasikia kama hiyo. Hamna. Kuna jeni naona la karatasi hapo. Kuna jeni naona la karatasi. Jeni gani? Maana kama jeni la swali. Uliza. Ile hapa. Swali lako ni langu. Ameandika huko. Kuna maana na majeni pia na swali. Anasema hivi.
Ndio maana majani ameandika kwenye swali, ameandika swali kwenye jani au vipi? Mbona ile swali kama unatunga? Hamna. Ngoja, si hapo. Anasema hivi. Ile si kama nitawini. Mama yako anakuita upande wa kushoto na mimi nakuita upande wa kulia, unaenda wapi? Huko katikati. Bwana. Siendi sehemu. Kwa nini? Mnaniita tu. Kwa nini sasa usiende sehemu? Mnaniita yani inategemeana. Mama yako anakuita kule upande wa kushoto, mimi niko upande wa kulia. Mke wangu, njoo. Mama naye anakuita, nani? Njoo mwanangu. Hapo unajua nitafanyaje? Si mnaniita tu. Mimi si nipo katikati. Nasimama nafanya hivi, nasema aya njoeni. Kwa watu je sisi ambao tumekuita? Sasa mimi kwa yaani unatakiwa no, natoka uende kwa mmoja. Kwa mmoja. Mimi mama nampenda. Wewe nakupenda. Hasa naendaje kwa mmoja? Hapana, yani wewe lazima uende kwa mmoja. Takiwa yani lazima uende kwa mmoja. Yani hivyo. Basi hivyo haiwezekani. Mimi swala lako mimi hilo jibu ile. Usichanganya hapa. Takiwa ujue kule hapo. Sasa ila nimeshajibu. Nitasema njoeni. Huwezi kutuita sisi, unatuitaje sisi? Wewe ndo tumekuita. Yani mama amekuita. Kwa hiyo utamwambia mama njoo, mama akakuita unamwambia njoo. Mimi nimekuita eti njoo wewe. Sasa hamna shida yoyote, yani hamna shida. Wewe upo salama na yeye upo salama, mmeniita kwa pamoja ili tukupima. Unajuaje? Najua ndio ulivyosema, mimi hujasema kwamba labda mimi nina shida. Ila mimi kiukweli mke wangu ningependa. Tukao tumesimama hapo, mama amesimama kule amekuita na mimi nimekuita. Nenda kwa mama. Kwa sababu mimi najielewa. Najua umemfuata nani, anakuita ni nani. Sawa. Afadhali umelijibu wewe hilo swali. Kwa hiyo hata siku ikitokea hiyo kitu nenda kwa mama. Ila nijue kuwa unakwenda yani umeitwa na nani. Yani bana mume wangu umeniita kina mama swaga niita naomba nenda hivyo yani. Nenda kwa mama. Usikae hata siku moja yani. Nisikutegemee. Hata siku moja yani hata siku moja yani umeitwa na mimi nimekuita. Nipe tu taarifa bwana mama kaniita. Kwa hiyo mimi nitakwenda kwa mama. Unajua wazazi tu kila kitu. Unajua. Sawa. Kwa utafanya hivyo. Nimekuelewa. Maswala nadhani yameisha. Na mimi bado nina swali langu. Kuna jeni hapa niliona lingine. Ipo jingine ile hapa. Afa majani mbona kuna swali tena majani. Na hiyo sijikawa gumu. Maana afu ni rahisi sana. Kwa nini? Kwa nini uliamua kunichagua mimi na kuniweka ndani? Jamani. Kwa nini uliamua kunichagua mimi? Wakati kuna wanawake wazuri. Hilo swali lo ameandika hapa. Kuna wanawake nje kwa wazuri wengi. Umeona? Hivyo swali lipo hivyo. Kabla hujajibu. Afu subiri usinywe subiri. Utanikuta. Hilo swali rahisi sana bwana. Swali rahisi sana. Ndio jibu hapa. Mimi niliamua kukuchagua wewe na kuweka ndani cha kwanza. Nimeona mimi ni mwanaume wa kwanza kwako. Yaani wa kwanza na maanisha ile ya kwanza fulani kwenye sekta zetu. Wa kwanza. Alafu cha pili nimeona unanitii, unanisikiliza, alafu tumeendana yani unajua kucheza na akili yangu. Kucheza na akili yangu bila kutumia zereu. Sawa? Sababu kucheza na akili ya mtu kuna aina mbili. Wewe utumie zereu. Unacheza na akili yangu utumie zereu. Unajua mimi wakati huu nikoje? Umeona? Na ndio maana unakumbuka kipindi kile kabla sijakuweka ndani. Nilikupa mitihani mingi sana afu nilikuja nikakwambia. Kama ule nilikupa ni mtihani, huu ni mtihani, ule mtihani. Na nilifaulu. Ndio maana nikakuweka ndani. Kwa hiyo nakupongeza sana mke wangu. Na nakupenda. Nakupenda pia. Na utaendelea kuwa ndani. Sawa. Jamani, tumeshamaliza yale maswali mliotuuliza. Tumemaliza na wenyewe mmeona kabisa
yamejibiwa, mmepata majibu ambayo mlikuwa mnayatarajia pengine. Sasa hivi tunaenda kwenye kitu kingine, ni prank. Twende pamoja. Yaani hii sasa ndo balaa. Sababu unanuna. Unafanyia prank zako hapo Swahili. Acha uoga bwana. Okay, let's go to the prank. Anza. Hesabu kuanzia 20 kurudi 1 kwa kuruka namba 1 kwa lugha ya Kiingereza. Hebu ongea vizuri, acha sikiliza kwa makini. Acha kunichanganya, tusichanganyane zaidi. Hesabu kuanzia 20 kurudi hesabu kuanzia 20 kurudi 1 kwa kuruka namba 1 kwa lugha ya Kiingereza. Kumbe jambo rahisi. Sasa si jambo rahisi sana hilo. 20. 19, 18, 16, 5, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Mbona mimi sikuelewi? Niache nimalize. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nimeruka namba gani unajua? Mimi kuna sehemu na umekosea, lakini kwa vile nimetulia nimesahau ni sehemu gani, lakini kuna sehemu ulikosea. Nimeruka 16 nadhani nimeruka. Hapo umekosea. Rudie tena maana sasa sijalizika. Nimepatia ni kitu rahisi. Sasa ninafanya. Sikiliza. Haya. 20, 18, 17, 16, 15, 14. Na meza mate. Mate alinikaba. 13, 11, 12, 10, 9. Nini? Naenda hivyo. So unanikodolea mama. 9, 7, 6, 5, 4. Sasa nini? 3, 2, 1. Jambo rahisi sana. Kwanza mimi au sijaelewa vizuri swali. Hesabu kuanzia 20 si ndo nimeruka na 18 kurudi 1 kwa kuruka namba 1 kwa lugha sawa. Maswali gani? Maswali madogo sana. Unaleta vitu kama hivyo vidogo sana. Sawa, na wewe nimekuelewa. Si ndo wanaume wa kazi. Nakuaminia. Shindo. Hata unanijua mimi shindo vitu vidogo. Mungu. Tunga sentensi 3 kutokana na neno la haula. Neno utamu. Mambo yako tena. Ndio maana umefurahi. Hapo ndo napataka. Yaani hapo usipoweka information kwenye mambo yangu hapa, tunagombana na kumind hapa ese. Sentensi 3. Sema tena. Tunga sentensi 3. Kutokana na neno utamu. Sentensi ya kwanza. Utamu wa ndizi. Utamu wa ndizi. Utamu wa ndizi ukizidi sana wewe unani. Sentensi gani? Tunga sentensi nzuri bwana. Sentensi gani? Sentensi utamu wa ndizi ukizidi sana utamu wa ndizi. Nini? Kwa hiyo kwenye sentensi yangu nataka nikutaje na wewe. Utamu wa ndizi ukizidi sana. No, narudia. Utamu wa sukari. Bado. Subiri. Ziko 3, jiachie. Ziko nyingi. Yaani ziko 3. Ila katika hizo 3 tu mimi ninachokuomba mke wangu. Nikutaje na wewe. Hata mimi hapo trend kwenye utamu. Mimi hapo siwezi kufeli kwa sababu najua hivyo si ndio vitu vyako hivyo. Ondoke mwanangu. Haya. Utamu wa mume wangu ni mtamu sana. Patamu hapo. Hivyo ni sentensi. Mimi sijui lakini naona ushanambia mimi yani kama umenisifia mimi hata kama umekosea naona ni sentensi. Unaona ni sawa. Tayari hiyo sentensi. Utamu wa mume wangu ni mtamu sana. Wewe sentensi nzuri hiyo mke wangu. Nzuri kabisa. Unafaa kupata makofi. Ya kwanza hiyo.
Sentence ya pili. Utamu wa nanasi ukizidi sana unakera. Sawa. Nimepata? Yes, ndo umetunga sentence. Tuendelee. Yaani una wivu. Yaani hapa kumbe ilibidi sentence yako inayokuhusu wewe ningeweka mwishoni. Ndo umeweka mwanzo, unaweza kurudia mara mbili. Unaweza kanifavor. Haya. Na bado moja. Hivi kuna utamu mtamu? Sijawahi kuona, hata hujawahi kuona, lakini sentence nikiisema hii utaikubali. Kwa sentence yako hiyo umejitungia, yani kwenye kitabu sasa hivi cha shule iwekwe sentence. Iwepo kwenye kitabu cha shule? Si ndio sentence yako unaitunga? Watu wawe. Ndo naitunga hapa. Hebu tusikie. Jana mume wangu alinipa utamu mtamu sana. Hiyo shule iwekwe hiyo. Hiyo hata kama umetunga lakini ni nzuri. Nakupa zawadi. Nilijua tu. Chukua juice. Wewe sema tu kama unataka. Shika. Ukiwa na akili kama hizo utakuwa muuza magazeti. Nimeridhika na sentence zako. Nimeridhika nazo. Utamu wa juice umemzidi. No. Umesema umeniona. Nataka niseme utamu wa juice umemzidi mume wangu. Haumzidi. Wewe sema hau. Utamu wa juice haumzidi mume wangu. Sawa daktari. Hapo nimesema sentence 4 yani. Unakula burger? Nakula. Pizza? Nakula. Utaandaa hela ya watu wawili, utanunulia na mimi. Utaandaa hela ya watu wawili utanunulia. Kwa ajili ya kujipongeza. Sawa. Kumbe ni wewe. Mimi. Ni wewe. Haya. Shika. Ni msanii gani wa kiume unayempenda? Imba nyimbo yake yoyote kwa kuigizia sauti yake. Kama ni Darasa, Ufafa Champion Gospel. Kama ni Diamond. Kwani lazima wananili? Mimi mwenyewe unajua mimi napenda gospel. Mimi nataka gospel. Najua unapenda lakini vile vile tunamule. Sawa. Unayempenda sio nyimbo unaipenda, msanii unayempenda. Good Luck Gospel. Afu sijenga janua gari yangu ukaichoma. Wewe unapenda wasanii hapo janua gari yangu uje uichome. Hapana. Nyimbo gani? Shukrani. Ngoja, ndio maana wewe nakuonaga una hasira za kuchoma vitu. Leo ndo nimegundua. Shenzi kabisa. Mungu wangu. Tuende tu. Haya. Ninakushukuru Mungu sababu ya mengi, hata uhai huu sikustahili. Ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi, hata nikiwa nasali unajua na maanisha. So kama eti nilitenda wema kwa kujalinganisha kwa matendo yako makuu, mimi Mungu ningekulipa nini ulikonitoa? Isili moyo wangu topeni, kaniketisha na wako juu. Umenipa heshima, ukanifuta machozi. Asante Baba.
Umeimba vizuri. Asante. Kwa ngangania kwenda nilio. Kwenda wapi? Studio. Nipenge studio. Wasi utaki. Mbaki. Tukupeleka ndesi. Sijataka kipindi hiki bado. Ila umeimba vizuri sana. Sijataka kipindi hiki nikupeleke. Ila umeimba vizuri sana. Asante sana. Nitwangile swali langu mimi. Ni msanii gani wa kike unaimpenda? After naimba nyimbo yake yoyote ile. Msanii wa kike ninampenda. Msanii wa kike ninampenda. Tuondoke na Zuchu. Afande bwana. Tuondoke na Afande. Tuondoke na Afande. Sijasema kitu. Unapajua lakini alipoimba Zuchu. Iyo mideni. Sawa. Zingatia sauti yake. Sasa ningefanya nini? Mbona wengine nanipe? Panga kinoni ila pande sio kama nauza mwenyewe nauziwa ile kisarobali kande nilizingiziwa. Zegamba ili niweze kukupanga pande yote sababu ya mchumba. Iyo maana mimi naimba pande. Naiba sijui. Niweze kukupanga pande yote sababu ya mchumba. Ndiyo maana mimi naimba pande. Aya we. Chu. Midani. Ndiyo maana. Lokosheni. Hapana niacheni. Tumieni. Hata nagaukwani. Mashingapi. Kukumbili nipangini wati. Sina bati Afande. Afande legeze kamba. Ili niweze kukupanga Afande. Yote. Nimechumba hapo ndo mimi siwezi kusema. Na Afande. Manene. Nevo bwana natosha. Wana sauti nzuri ya kike. Bwana sikusikia mama sauti gani? Mimi nimependa tu hicho kisauti. Afande. Yaani una kisauti kizuri cha kike yani adila. Yo umenikera sema najikaza tu. Sio mayuzi tunaibishana. Amna bana usini mind ila tu ndio hivyo una sauti nzuri sana ya kike. Yaani nzuri sana ya kike. Kwani wewe unaniambia sauti ya kiume bwana wewe vipi? Ya kike unaipatia kuliko ya kiume. Yaani hapo ukiimba ya kiume ndio ungeharibu kabisa. Usini mind. Kaniaibisha wanaume wenzangu. Nitafanyaje? Amna bana mimi nimesema ule ukweli. Poa, ndio hivyo unajua tena. Ila napendaga tu kusikilizaga nyimbo zake. Sio kama nampenda hivyo. Nakupenda ni wewe. Ila yeye nasikilizaga tu nyimbo zake. Sawa. Nakuaminia. Unaniaminia? Jamani tunashukuru sana kwa kutuangalia. Bana hayo mliojua ndio ambao yalikuwa ndani ya gapo yetu. Kwa hiyo hivyo ndo tunavyoishi na ndivyo tulivyo. Na pia tunashukuru sana kwa kuwa pamoja na Gavo Media. Pamoja hatua kwa hatua. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Tunawapenda sana. Nipo na mke wangu. Gavo Media. Pamoja hatua kwa hatua.